Mtazamaji, msikilizaji, nimekusalimu. Hujambo? Jina langu ni Samik. Ninakukaribisha katika mtandao wetu wa YouTube unaoitwa Samik Mind King. Sisi hukuletea mambo ya ajabu ajabu. Na sisi huanza na swali. Swali la leo liko hivi: je, kunao wakati uitwao sasa hivi? Sasa hivi, mara hiyo hiyo, wakati huu, kuna kitu kinaitwa hivyo. Je, nauliza, nikikuuliza unaniona kwa mtandao wako sasa hivi, kwa katika kipindi hiki sasa hivi, ama kuna muda umepita? Na je, sasa hivi ya hapa duniani ni sawa na sasa hivi iliyo kwa mwezi, kwa jua, ama sayari nyingine yoyote? Kunayo saa kubwa ulimwenguni na angani ambayo huamua sasa hivi kila mahali ni sawa, angani na duniani? Hiyo ndio swali letu la siku ya leo. Hebu tafakari haya. Muda na wakati. Muda ukijumulishwa pamoja na umbali hupimwa na umbali ama na kiimo ama haraka ya mwanga. Vile mwendo wa mwanga ndio hupima wakati ukilinganishwa pamoja na umbali. Na mwendo wa mwanga ni wa kilomita 300,000 kwa sekunde, 300,000 kilometers per second. Huo ndio mwendo wa mwanga, na huo ni mwendo mkasi sana. Hata hakuna kitu kingine angani na duniani kina mwendo kasi kama huo. Hivyo ni kusema kwamba mzunguko wa dunia una kilomita 40,000. Mwanga unaweza kuzunguka hiyo dunia mara 7 kwa sekunde moja tu, mara 7 kwa sekunde moja. Huo ni mwendo wa hali ya juu sana. Na sasa hebu tupime umbali wa jua. Umbali wa jua kutoka duniani ni kilomita 150 milioni, 150 million kilometers. Huo ndio umbali wa jua kutoka kwa dunia. Na sasa jua linapochomoza asubuhi ndio mwanga ukufikie hapa duniani, huwa unatumia dakika 8, muda wa dakika 8 ili mwanga wa jua ukufikie hapa duniani. Kwa hivyo ukatoka nje sasa hivi uliangalie jua sasa hivi, hutaliona lilivyo sasa hivi, utaliona lilivyokuwa dakika 8 zilizopita, kwa sababu mwanga ndio ufike kwa macho yako umetumia dakika 8. Na hivyo utaona jua lilivyokuwa dakika 8 ijapokuwa umeiangalia sasa hivi. Waona, sasa hivi ya duniani ina tofauti na sasa hivi juani kwa dakika 8. Sasa hebu tuangalie mwezi. Umbali wa mwezi kutoka duniani ni kilomita 384,000, 384,000 kilometers. Na mwanga wa mwezi unapomulika, kwa sababu uko karibu kidogo kushinda jua, ndio ufike dunia, unatumia sekunde 1.3, 1.3 seconds ndio ufike duniani. Hivi kwamba ukienda leo usiku utoke nje na ukute mwezi upo, ukiuangalia, ukiutazama, utauona ulivyokuwa sekunde 1.3 mbeleni. Hutauona sasa hivi ulivyo, utauona ulivyokuwa sekunde 1.3 kitambo hicho. Sasa waona, sasa hivi ya duniani tofauti na sasa hivi ya kwa mwezi ni sekunde 1.3. Waona mna tofauti? Sasa ya duniani sio sasa ya kwa mwezi. Hebu tuangalie kitu kingine.
Hebu tuseme huko bafuni, una kioo kikubwa pale cha kujiangalia. Kulingana na umbali uliosimama mbali na kioo yako, ile picha yako unayoiona pale kwa kioo, kulingana na umbali umesimama, ndiyo mwanga wa stima yako utoke kwa kioo uje kwa jicho lako na ujione wewe kwa kioo. Unachukua muda, ijapokuwa ni muda mchache, ijapokuwa ni mchache hata kushinda sekunde, ni muda tu, sio sufuri, kuna muda. Kwa hivyo sasa ya kioo, ya kwa kioo pale na hapa uliposimama ni tofauti. Sasa waona tofauti ya sasa. Hebu twende zaidi kidogo. Kuna nyota moja inaitwa Alpha Centauri. Hiyo ndiyo nyota Alpha Centauri. Hiyo ndiyo nyota iliyo karibu nasi sana, na iko umbali wa kilomita trilioni 40, 40 trillion kilometers. Sijasema milioni, sijasema bilioni, trilioni. Iko umbali huo. Na sasa mwanga wa hiyo nyota ndio utufikie, unachukua muda wa miaka 4. Tuseme ungalikuwa na tochi yenye nguvu, uwe hapa duniani umulike tu pap, umulike, tuseme kuna nguvu ya kufika kule, umulike mpaka huko kwa hiyo nyota inaitwa Centauri, utafika baada ya miaka 4. Hebu tusema tu kuna kiumbe kule katika hiyo nyota, na tuseme kina chombo cha kuangalia humu duniani. Hebu tuseme tu, na kiumbe kifikirie, hebu nione watu wa duniani wafanyaji, kitazame kiumbe hikio, kikitazama huku duniani, kitaona jinsi dunia ilivyokuwa miaka 4 iliyopita, kwa sababu muda wa mwanga kufika duniani ni huo wa miaka 4. So kitaona dunia ilivyokuwa miaka 4 iliyopita. Huo ni mwaka wa 2022. Kiumbe kitaona vile dunia ilivyokuwa wakati huo. Hebu hata twende zaidi. Kuna nyota nyingine inaitwa Vega. Vega iko umbali wa kilomita trilioni 237, 237 trillion. Hiyo ndio umbali hiyo nyota ilivyo mbali na dunia, na mwanga wake hutumia miaka 25 kufika duniani. Mwanga kufika tu hivi, ungekuwa na tochi umulike kule pop, mwanga utatumia miaka 25 kufika. Hebu sasa tuseme kuna kiumbe mle kwa ile nyota itao Vega, kinatazama dunia, na tuseme kina chombo cha kuona duniani, kitaona dunia ilivyokuwa miaka 25, kwa sababu mwanga umetumia huo muda, ndio kikaweza kuona, ndio ukamulika dunia. Kwa hivyo kitaona dunia ilivyokuwa miaka 25. Itakuwa ni mwaka wa 2001, na ameangalia sasa hivi, kiumbe kimeangalia sasa hivi, lakini kitaona dunia ilivyokuwa mwaka wa 2022. Kitaona Bill Clinton akiwa rais wa Marekani, sio Trump. Kitaona ndio atakuwa rais, sio Trump. Waona? Kwa hivyo sasa ya duniani na sasa ya hiyo nyota itao Vega ni miaka 25. Hebu tuje karibu. Tuseme umeona rafiki yako ako umbali wa futi 500 tu. Umuite hello, ndio akuone na asikie sauti yako, na mwanga utoke kwake kwa jicho lake ufike kwako akuone. Itachukua muda, ijapokuwa ako futi nyingi chache tu 500, na ndio akujibu halo yake. Itachukua muda. Wewe unaona ni sasa hivi umemuona na ukamsalimu, lakini imechukua muda. Kwa hivyo, je, waona hamna kitu kinachoitwa sasa hivi? Na kama kunacho, ni chako binafsi. Sasa hivi yako sio sasa hivi ya mwingine. Unaponiona pale kwa runinga sasa hivi, kwa chombo chako unaponiona kwa kipindi hiki, ujue ni kwamba hunioni sasa hivi. Kuna muda japo mchache mwanga utachukua kutoka kwangu pale unaniona ndani ya kichombo chako hadi kwa macho yako, hata kama ni mchache, hata kama ni nukta ya sekunde,
hata kama ni ndogo aje, kuna muda. Kwa hivyo sio sasa hivi. Mwalimu akiwa darasa akwambie lete kitabu sasa hivi, ijapokuwa darasa pengine ni futi 10 tu, bado kuna muda kutoka kwake ukamuona na ukamsikia ndio uje, kuna muda. Kwa hivyo hakuna wakati uitwao sasa hivi. Now does not exist. Hamna. Na kama iko ni yako binafsi. Hebu tafakari hayo. Na unapotafakari usisahau kubonyeza kidude cha like. Samik Mind King, finya kidude pale ndio upate YouTube channel yetu, na ndipo usikose vipindi vyetu vya ajabu. Nimefurahi kunisikiza, na ninasema ni asante na ni kwaheri kwa sasa, hadi tutakapoonana katika kipindi kingine cha ajabu. Asante tena, tutaonana tena, karibuni.